Siku zote kiwanda kina uwezo wa kusafisha kilo 480 kwa siku za dhahabu, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi upatikanaji wa malighafi hata nusu, hata robo ya kiwango hicho bado haijaanza kupatikana, pamoja na kwamba kiwanda kinatoa bei ya kununulia ya bei ya dhahabu ya asili LBME price. Kwa hiyo tunawahamasisha, tunawaomba wachimbaji wadogo na biashara wa madini waje hapa kwetu kuuza dhahabu yao. Hapa tunatoa bei nzuri, bei ambayo ni ya kimataifa. Lakini kwa kupitia kiwanda chetu hiki ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa bilioni 16.5, imesababisha BOT sasa wananunua dhahabu kwa wachimbaji wetu wakubwa na wadogo nchini na kuleta hapa kwa ajili ya kusafisha. Hii imekuza mapato yetu kama nchi, lakini vile vile imepunguza mlolongo wa watu kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kusafisha dhahabu. Sasa nitoe wito kwa STAMICO na nimewaelekeza, kwa sababu tunahitaji kupata vile vile ithibati ya kimataifa ya LBMA ili tuweze kutambulika kisheria. Nitoe wito na nimewaelekeza watu wa STAMICO wahakikishe wanaharakisha swala la kupata ile leseni, lakini ili waweze kupata leseni, mojawapo ya kigezo lazima tuwe tuna uwezo wa kuzalisha tani 10 kwa mwaka, ambayo kwa sasa hivi takriban tunazalisha tani 7 kwa mwaka kwa kupitia processing hii ambayo tunaifanya. Lakini vile vile nimewaelekeza watu wa STAMICO wahakikishe kwamba sasa wanatangaza hiki kiwanda chetu ndani ya nchi na nje ya nchi ili kuhakikisha kwamba tunapata dhahabu nyingi ya process hapa ambayo itakuwa na tija kubwa sana kwa nchi yetu. Lakini la mwisho nimewaelekeza watu wa STAMICO watengeneze mkakati kuhakikisha kwamba tunawashirikisha vijana kwenye swala la uwekezaji wa madini, hususan wale vijana ambao wanachimba huko, ni wachimbaji wadogo wadogo, lakini wanakuja hapa kwa ajili ya kusafisha, tuwatambue na tuone ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia. Mojawapo ya eneo ambalo tumeliona ni changamoto na wenzetu wa STAMICO wametupatia sisi kama serikali ni kwamba tunapokea dhahabu vile vile kutoka nchi za wenzetu. Sasa kulingana na taratibu zetu za kuingia nchini, wale wawekezaji wanapata shida sana wanapofika mipakani. Wanahitaji kuwa na huduma za TRA, lakini wanahitaji kuwa na huduma za translation, watu ambao watatafsiri kutoka labda Kifaransa, lakini vile vile wanahitaji kuwa na huduma mbalimbali pale mpakani. Kwa hiyo tumewaelekeza wenzetu, watu wa wizara, kuhakikisha kwamba tunaenda sasa kuanzisha one stop center pale mpakani, ambayo itafanana kama ile tuliyoanzisha pale Dar es Salaam ya TISEZA. Pale Dar es Salaam tumeanzisha one stop facilitation center yenye taasisi 16. Na tulianzisha hii baada ya kuona kwamba wawekezaji walikuwa wanazunguka na makaratasi kwenye maofisi kwa ajili ya kupata hizo huduma mbalimbali za TRA, mambo ya kikodi, lakini vile vile BRELA na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa kuliona hili, sisi kama serikali tunaenda kuchukua hatua ya kuhakikisha tunaanzisha hiyo one stop facilitation center ili kupunguza bureaucracy na usumbufu kwa wawekezaji wetu ambao wanakuja kwa ajili ya kusafisha dhahabu hapa Mwanza.